Sikiliza nikwambie, ukikataa nchi, vitu vya hivyo nchi huwezi kupata. Kuna watu wanasemaga hata kule Uswahilini ukikaa na watu ambao hawamjui Mungu, ya bora tungezaliwa hata Mungu wa Marekani. Unajua mtu Mungu anamuona sasa kumuumba mwanadamu haistahili kuishi kwenye nchi ya Tanzania. Fikiria yale maneno unayoyanena na ile nchi imesikia yale maneno unayoyasema. Ile nchi haiwezi kukupa matunda kwa sababu umesema bora ungezaliwa Mungu ukawa Marekani. Basi uende Marekani ukawa Mungu. Lakini Mungu alikufanya kwenye taifa la Tanzania. Ajivunie kwamba nimemweka mtumishi wa Mungu Flavian, mtumishi wa Mungu Matias Maunde, mtumishi wa Mungu mmoja hapo mwanamke Maria. Nimemweka hapo ili asimame aombe kwa ajili ya nchi yake. Nitasikia hayo maombi. Mungu anasikia maombi ya wenye haki. Mungu asikii maombi ya wazalimu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana tunamwomba Mungu asitupe viongozi wazalimu wanaojipenda wenyewe na maisha yao kuliko taifa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi bora anayotembea kwa usawa kwa kila Mtanzania. Bwana asifiwe sana. Kwa usawa kwa kila Mtanzania. Hata kama ufanye vile, lakini amani ya Mungu kwenye nchi yetu isipotee. Isipotee. Kwa sababu tunaweza tukawa matajiri kama hamna amani, hakuna faida ya huo utajiri. Bwana asifiwe sana. Unapokaa watoto wako wamerudi kazini nyumbani, unakaa wanao, hiyo ni neema. Kuna mataifa hawapati hiyo nafasi. Imefika sehemu watu wengine wanakula wanadamu kwa wanadamu. Hakuna vyakula. Nyinyi wenye simu mnaingiaga huko duniani. Mimi siingiaga kwa sababu sina hiyo simu. Bwana asifiwe sana. Watu wamekonda, wakati mwingine unaweza kusema Mungu. Mungu. Mtu mbavu unahesabu moja mpaka ya mwisho. Yaani mtu kama mti, yaani asomeki. Kwa nini? Vita inapoingia kwenye nchi, Mungu apendezwe na hiyo amani ya Mungu haikuwepo. Wakuti na kina Flavian, wakuti na kina Blush kwenye kanisa. Utasema nitaenda kuomba, utaombea wapi? Hii ndio nafasi. Mungu anasema ombeni lolote kwa jina langu nitafanya. Bwana asifiwe sana. Lolote mfanyalo ombeni kwa jina langu nitatenda. Na kwa jina la Yesu tutaomba. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atachilia amani ambayo ipo. Haiongeze amani zaidi ili tupate kumwabudu Mungu, kwa sababu wengine hatujaanza kutumika bado. Tuko chini ya mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini tukiwa mbali na sisi tuna vituo. Baba anakuja kutembelea kwenye kituo cha mtumishi wa Mungu Tito. Sasa kukiwa na vita